Naam, kwa majina unaitwa nani? Majina yangu naitwa Isdoris Baraka, mimi ni mkurugenzi wa operation na uendeshaji ABT Group of Companies. Yes, nimekuwa hapa kwenye kikao hiki kama mwakilishi kutoka bodi ya wadhamini wa ABT Super Cup League 2026. Naam. Kuna vingi ambavyo vimeongeleka ndani ya kikao, mengine yalikuwa ni mema lakini pia mengine yalikuwa ni changamoto wewe kama mkurugenzi. Labda unaweza kutuambia, unaweza kuambia wapenzi watazamaji labda ni nini ambacho umejifunza kutokea kwenye kikao hiki cha kwanza? Yes, kikao cha kwanza nimejifunza kwamba kama ilivyo ada, uwakilishi kama alivyo mkurugenzi mkuu, tabia na hulka yetu sisi kama ABT Group of Companies tuna tabia ya kusikiliza. Ndio maana ukiachana na kuweka fedha ambayo tunaiweka kwenye ligi hii, ni fedha nyingi, ligi ambayo ina udhamini zaidi ya milioni 40. Yes, tumeamua kuja kuwasikiliza hawa washiriki kwenye ligi yetu, tuweze kupata maoni yao na ili tuweze kuyafanyia kazi. Na tunajua kwamba tutayafanyia kazi ili tuweze kupata kitu kilicho bora sisi wote kwa pamoja. Naam, lakini pia tumeona mmeweka mzigo mkubwa sana mwaka huu tofauti na miaka ya nyuma. Nadhani ni kwa ajili gani? Huwa mnapata impact gani kwenye hii michezo? Sisi tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kuzidi kutufanya sisi tunakuwa. Unajua ABT ilipotoka na inapoenda sisi tunaona kuna ramani nzuri, tunafanya kazi nzuri kwenye kampuni zetu ndogo ndogo, kwa sababu ABT Group of Companies ni muunganiko wa kampuni nyingi chini yake. Kwa hiyo kwenye ukuaji wetu huu tunavyokuwa, tunataka tukue pamoja na jamii. Ni kama kurudisha shukurani yetu kwa jamii. Kwa hiyo tuna CSR, mfumo ambao unaitwa Social Community Responsibility, ambapo tunachokipata huwa tunakitenga. Baada ya muda tuna donate kwenye jamii. Sasa tuliona tu donate kwenye mfumo wa michezo ili kuigusa jamii, na ndio maana kama ulifuatilia kwenye kikao tulisema kabla ya uzinduzi wa ligi kutakuwa na kutembelea zahanati ya Matundas, tutadonate, tutaenda shule ya Matundas, tutadonate. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kilichotufanya tufanye ligi kwa ukubwa kipindi hiki. Naam, lakini pia tumesikia wadau na makapteni na makocha waliokuja kwenye kikao wakizungumzia kwamba kiingilio kimekuwa kikubwa sana. Wewe kama mdhamini mkuu wa ligi na ndo umekuja kama mwakilishi mkuu, wa nini ambacho unaweza kuwaambia watu ambao hawajafika kwenye kikao lakini pia wanaiangalia habari hii kujua kwamba unawasaidia vipi kwenye swala la kiingilio? Yes, kulikuwa kuna mvutano kidogo katika kinaendelea juu ya kile kiwango cha kiingilio kilichokuwa kimewekwa kutoka 300,000, na wao walitoa ushauri wao na walitoa maoni yao ambao sisi kama bodi ya wadhamini tumeyabeba, tutayafanyia kazi, na immediately niliwajibu pale kwamba hilo swali linawezekana kutatuliwa, na tukasema kwamba kushuka kwenye kiwango ambacho wanakipendekeza ni mpaka tukajadiliana na bodi ya ligi pamoja na bodi ya wadhamini. Tutakuja na jibu moja zuri ambalo litamfanya kila mmoja aweze kushiriki kwenye affordability nzuri. Naam, lakini pia neno lako la mwisho kama mkurugenzi ambayo umeandaa ligi ya ABT Sports. Mimi nataka kujua ni nini ambacho unaweza kuambia wadau wapenzi wa mpira ambao wanapatikana Chunya, Makongolosi lakini pia Matunda na Mbeya kwa ujumla. Yes, yani rai yangu kwa wadau, kwa wananchi wa Chunya, Makongolosi pamoja na mikoa ya jirani, kwa sababu tuna timu ambazo zimetoka Ruvuma, kuna timu ambazo zinashiriki kutoka Songwe, kuna timu ambazo zinashiriki kutoka Sumbawanga. Hii ligi ni yetu sote. Na maana ABT nakwambia we bring your imagination to reality. Tunaleta kile ambacho unakifikiria kwenye uhai. Kwa hiyo tunataka watu washiriki, waje waonekane. Tutakuwa tuna watu wa scouting kutoka timu mbalimbali ambazo zinashiriki ligi kuu, ligi daraja la kwanza, ambayo tutafanya vijana wakija hapa wataonekana, na sisi tunataka kuwa kama daraja la kuwavusha kutoka hapa walipo kwenda sehemu nyingine. Basi mimi mheshimiwa nisikuchoshe, nadhani kikao kimekuwa cha muda mrefu sana. Nikutakia kila laheri. Asante sana. Nawakaribisha sana kwenye ligi. Karibuni mashabiki, karibuni wadhamini, karibuni timu ushiriki. Tunahitaji timu zaidi ya 100 ziweze kushiriki ligi ya sasa, kwa sababu tumejipanga vizuri sana. ABT for life.